Ni jioni nzuri ya kipekee. Tumekuja mahali hapa kumwabudu Mungu mwenye nguvu. Tumekuja kumwabudu Mungu ambaye ni baba yetu. Huu ni wakati wa kukutana na Bwana. Huu ni wakati wa kukutana na Mungu wako. Huu ni wakati wa kukutana na yule aliyekuumba, yeye aliyekutengeneza. Yeye anamwambia Yeremia, mimi ni sawa na mfinyanzi ninayeweza kukiharibu chombo hiki na kukifinyanga tena kama nipendavyo mwenyewe. Ikiwa umemwamini Mungu na jioni ya leo umesimama mbele zake, tarajia mguso wa kimungu katika maisha yako. Tarajia badiliko la kimungu kuwepo katika maisha yako. Kumbuka yeye ni Mungu aliye mwaminifu, kwa kuwa amesema tutakapomwabudu yeye atadhihirika kwenye maisha yetu. Uwe na uhakika jioni ya leo anajidhihirisha kwako. Yale ambayo yamekuwa ni magumu, yale ambayo yamedhoofisha hatua zako na juhudi zako, yale ambayo yameondoa furaha yako, yale ambayo yameondoa amani yako, Prophet Joel anasema wakati utafika, wale wanaoweza kupanda katika mlima wa Bwana, yeye atawalejeshea kila kilichoharibika, kila kilicholiwa na nzige na tunutu na madumadu na palale, yeye atarudisha kwenye maisha yao. Ni wakati huu sasa ambao Mungu aliukusudia ili aweze kuyarejesha maisha yako sawa na kusudi lake tangu mwanzo. Nini ambacho unamwamini Mungu jioni ya leo? Nini ambacho unatamani Mungu atende kwenye maisha yako jioni ya leo? Hakika uko kwa yule anayeweza kufanya hivyo. Inua imani yako thabiti kwa Bwana, ukijua Mungu yuko tayari kuyatenda yaliyo makuu kwenye maisha yako. Yuko tayari kukuponya kila ugonjwa ambao uko kwenye mwili wako. Yuko tayari kukubariki kila mahali ambapo kuna laana. Yuko tayari kukuweka huru kila mahali ambapo umezuiliwa na kukamatwa na nguvu za giza. Ni majira na ni wakati wa Bwana sasa. Inua imani yako kwa Bwana, na imani ni kutii kile ambacho unaongozwa katika madhabahu ya Bwana. Yamkini ni mara ya kwanza kufika mahali hapa, yamkini unanitazama kwa njia ya mtandao. Nataka uelewe, hii ni ibada halisi. Huu ni wakati wa kukutana na Bwana. Hii ni ibada halisi. Huu ni wakati wa kuguswa na Bwana. Weka umakini wako mbele za Bwana. Muabudu Mungu, msifu Mungu, mwimbie Mungu, muombe Mungu, mtolee sadaka Mungu. Na kila unachokifanya katika madhabahu hii, Mungu yuko tayari kutambua mwanaye anafanya, naye ashughulike naye jioni hii ya leo. Hakika Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Yuko hapa tayari kushughulikia kila adha, kila shida ambayo umekuwa nayo siku zote. Na wakati huu ambao umekuja kwa Bwana, jiweke tayari hakika kuhakikisha hakuna kipengele cha ibada kinachokupita. Mwabudu Mungu kwa ubora, mwabudu Mungu kwa ubora. Inua sauti yako bila kuchoka, paza sauti yako bila kuchoka. Na ukiwa unajua ukiweza kusimama mbele za Bwana, hakuna adui atakayeweza kusimama mbele yako. Na ukiwa unajua ukiweza kulia mbele za Bwana, hakuna adui anayeweza kukupinga maishani mwako. Ukiweza kumsifu Mungu, hakuna adui atakayeangusha maisha yako. Ukiweza kumwabudu Mungu, hakuna laana itakayokuwa juu yako. Na hii ni ahadi ya Mungu kwenye maisha yako, ya kwamba huu ni wakati wake wa kukutana na maisha yako. Hivyo kuwa tayari, bila kujali unaotazamwa na wangapi, bila kujali aliye pembeni yako ni nani. Wewe jimimine mbele za Bwana. Ni majira haya ambayo Mungu anajidhihirisha kwako tena. Kuwa tayari, fungua moyo wako, kuwa tayari, simama mbele za Bwana. Kuwa tayari, paza sauti mbele za Bwana. Yeye hatanyamaza, yeye hataacha kushughulika na maisha yako. Kumbuka yeye ndiye aliyekuumba. Wewe ni kazi ya mikono yake. Wewe ni yule aliyekulipia gharama
Kila huzuni iliyoko kwenye maisha yako, yeye tayari alishailipia. Kila mateso yaliyo kwenye maisha yako, yeye alishayalipia. Na unaposimama mbele zake, haki ya Kristo inaongea, haki ya Kristo inadhihirika, ya kuwa kwa kupigwa kwake wewe unatakiwa uponywe, kwa kupigwa kwake wewe unatakiwa uwekwe huru, kwa kudharauliwa kwake wewe unatakiwa uheshimiwe, kwa kukataliwa kwake wewe unatakiwa ukubaliwe. Kila tatizo lililo kwenye maisha yako tayari lilishalipiwa katika msalaba pale Kalvari, na mwanzo huo unadhihirika kwenye maisha yako pia unapoliadhimisha jina la Bwana, unapomtazama Bwana, unapomkimbilia Bwana jioni ya leo. Hakika Mungu anashughulika na wewe, Mungu anashughulika na maisha yako. Inua sauti yako kwa dakika chache, mwambie Bwana nimekuja, mwambie Bwana nimekuja kukutana na wewe, nimekuja kukutana na Mungu wangu, nimekuja kukutana na Bwana mabwana. Sijaja kushangaa, sijaja kuona jambo jipya, nimekuja kukutazama wewe, nimekuja kukuabudu. Inua sauti yako mbele za Bwana kwa dakika chache, muinulie Bwana sauti, mwambie Bwana nimekuja kwa Mungu aliyeniumba. Bwana nimekuja kwa Mungu aniteteaye. Bwana nimekuja kwa Mungu anisaidiaye. Nami nimekuja kukuabudu kwa sababu ninafahamu ni Mungu uliye hai, ni Mungu unayeishi, ni Mungu unayeweza. Ndio maana nimekukimbilia jioni ya leo. Nimekuja kama nilivyo, nimekuja na magonjwa yangu, kwa kuwa najua tayari ulishalipa kwa habari ya uzima wangu. Nimekuja na taabu kwenye ndoa yangu, kwa sababu ninajua ulipitia yale uliyoyapitia ili mimi niweze kuwa na amani. Nimekukimbilia wewe sawa sawa na neno lako. Wanaokukimbilia Bwana watakuwa kama mlima Sayuni, hawatatikisika. Nimekukimbilia Bwana kwa sababu nalijua neno lako. Katika wewe kuna nguvu, kuna uwezesho, kuna ushindi, kwa sababu ya ile kazi iliyofanyika msalabani. Kwa dakika moja inua sauti yako, usitulie mwanamke, usitulie mwanaume, usishangae tu, wewe paza sauti. Wewe ndiye mwenye uhitaji wa kukutana na Mungu leo. Unalo hitaji lolote, mwambie Bwana nimekuja kwa mtengenezaji wangu. Unayo shida yoyote, mwambie Bwana nimekuja kwa mtengenezaji wangu. Nimekuwa na vita kazini kwangu, nimekuwa na migogoro kwenye familia yangu, nimekuwa na mateso kwenye mwili wangu. Kwa kuwa wewe ni Mungu uliyelipa gharama hizi, nimekuja kukuangukia, nimekuja kuanguka mbele zako. Inua sauti yako na uombe, inua sauti yako na uombe. Biblia inasema malaika ni wajoli wetu. Kuna malaika yuko mahali hapa anasikiliza maombi yako ili jibu lako lipate kutokea. Naye Bwana anasema nitakujibu katika shida yako, nitakukumbuka katika taabu yako. Katika mlima wa Bwana watakuwepo wenye kupona. Ndio siku yako leo, ndio siku yako leo. Yamkini unamwamini Mungu kwa ajili ya mume wako, yamkini unamwamini Mungu kwa ajili ya watoto wako, yamkini unamhitaji Mungu katika huduma yako, yamkini unahitaji Mungu katika uchumi wako. Mwambie asubuhi ya leo, mwambie jioni ya leo, mwinulie sauti jioni ya leo, mwambie Bwana nimekuja, mwambie Bwana nimekuja, mwambie Bwana nimekuja kwa Mungu unayeweza yote, kwa Mungu unayeweza yote. Wewe unayesema na Moses unaitwa Jehova, nimekuja kwa Jehova Rafa, nimekuja kwa Jehova Nisi, nimekuja kwa Jehova Shalom, nimekuja kwa Jehova Donai, nimekuja kwa Jehova Jaile, nimekuja kwa Jehova Elishadai, nimekuja kwa Jehova Elishadai Mikadesh Emmanuel. Nimekuja Mungu wa utoshelevu wangu. Mwinulie Mungu sauti, mwinulie Mungu sauti kwa dakika chache. Inua sauti yako kwa Bwana. Bwana tumekuja, tumekuja mbele zako watoto wako wale uliowalipia gharama na kuwanunua, kuwatoa kwenye ufalme wa giza na kuwaleta katika ufalme wa pendo lako. Tumekuja kukuabudu kwenye madhabahu uliyoijenga na kuchagua kukutana na maisha yetu. Watoto wako wamekuja wakikuamini ya kuwa Mungu uko hapa kwa ajili ya maisha yao. Kama mtumishi wako, kama mtumishi wako, na inua sauti yangu kwao kutangaza juu ya uhuru wao, kutangaza juu ya afya yao, kutangaza juu ya amani yao. Bwana wamekuja wakiwa na taabu yao, wakiwa na mizigo yao. Bwana wamekuja wakiwa wameonewa na shetani. Bwana wamekuja wakiwa wameondolewa kwenye nafasi zao sawa sawa na neno lako ya
kwa Roho ya Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta niwatangazie masikini habari njema, nitangaze wakati wa kufunguliwa kwa waliofungwa, nitangaze mwaka uliokubaliwa nawe Bwana. Ndivyo nimekuja jioni ya leo kwa ajili ya watu hawa waliotoka kusini, waliotoka mashariki, waliotoka kaskazini, waliotoka magharibi, waliojiunga nasi kutoka maeneo mbalimbali, nao wanakuamini Bwana. Acha mkono ulio hodari uyaguse maisha yao, acha wokovu wa kweli uyaguse maisha yao, acha kazi ya msalaba idhihirike kwao, acha kumbukumbu yao iweze kuandikwa upya, ya kuwa Bwana ulikutana nao, ya kuwa Bwana uliwaponya, ya kuwa Bwana uliwainua, ya kuwa Bwana uliwasaidia katika mlima wako. Tunakupa utukufu, tunakupa heshima, tunakupa adhama, tunakurudishia shukrani, Mungu wa pekee na wa kweli, maana utayatenda yaliyo makuu kwao, kama unavyozungumza na yule mama Msamaria, ya kuwa wewe unayo maji yaliyo hai, living water. Nasi tumekuja kuchukua maji yaliyo hai kutoka kwako. Tumekuja kuwa hai, tumekuja kuwa wazima, tumekuja kushinda, tumekuja kupokea nguvu kutoka kwako. Ndio maana tumekuja kwenye madhabahu yako, ndio maana tumeacha vyote, tumekuja hapa, ndio maana tumetumia gharama kuja hapa. Tumekuja kukutafuta, tumekuja kutafuta uso wako, maana tunafahamu ni Mungu mwenye nguvu. Asante Bwana. Wakati watu wa muziki wanakuja mahali hapa, wakati wanakuja kumsifu Bwana, wakati wanakuja kumwabudu Bwana, wakati wanakuja kutuunganisha na uwepo wa Bwana, hebu inua imani yako kwa Bwana, ya kuna msifu Mungu mwenye nguvu, ya kuna mwabudu Mungu aliye hai. Kama Ezekia anavyosema, ni kweli adui ameinuka juu yetu na tayari amewaangusha watu wengine. Sisi tunakuamini Bwana. Itazame barua aliyoandika kwetu, yatazame matukano, yatazame madharau aliyoyaonyesha kwetu. Sisi tunajua tunaye Mungu wa kweli, hatutashindwa. Ndivyo jioni ya leo Mungu anavyojidhihirisha kwako, ndivyo Mungu jioni ya leo anavyojidhihirisha kwako. Wewe mwabudu tu, wekeza imani yako kwake, wekeza imani yako kwake. Yeye anakupenda na anakuinua tena, yeye anakuita kwa jina lako, yeye anakuheshimisha tena, yeye anakubariki tena, yeye anakupa uzima tena. Kama alivyokutana na wale vipofu akawauliza wataka nini, ndivyo anavyokuuliza jioni ya leo, wataka nikutende nini? Kama alivyotenda kwa wale wakoma, anakutendea jioni ya leo. Nini unamwamini Mungu kukutendea sasa? Nini unamwamini Mungu kukudhihirishia siku ya leo? Yeye anafanya hivyo. Wote waliompokea walifanyika kuwa watoto wa Mungu, ni wale waliaminio jina lake. Hakika jioni ya leo ninaliona jina lako likiandikwa katika kitabu cha washindi, kitabu cha uzima, kitabu cha amani, kitabu cha wenye nguvu, kitabu cha walioajiliwa. Ninaona jina lako linaandikwa kati ya watu maarufu Tanzania, kati ya watu maarufu duniani, kati ya watu waliostahili duniani, na jina lako linaandikwa. Nini unamwamini Mungu jioni ya leo? Yeye anafanya. Inua sauti yako wanapomsifu Mungu. Twende mbele za Bwana kwa ajili ya sifa, twende mbele za Bwana kwa ajili ya kuabudu, naye yuko tayari kutembelea maisha yetu jioni ya leo. Hebu shia makofi kama yeah. Sijaona makofi ya watakatifu. One more time, one more time. So tunaimba pamoja, si ndio? Come on. We're running up. Amenifanyia nafasi, Mungu amenifanyia nafasi,
Mungu amenifanyia nafasi. Ni maneno machache. Mungu amenifanyia. Come on everybody. Say Mungu amenifanyia nafasi. Sema Mungu amenifanyia nafasi. Say Mungu amenifanyia nafasi. Huyu Mungu amenifanyia nafasi. One more time. Mungu amenifanyia nafasi. Huyu Mungu amenifanyia nafasi. Sema mahali pasipokuwa na nafasi. Mungu amenifanyia nafasi. Mungu amenifanyia nafasi. Mungu amenifanyia nafasi. Mungu amenifanyia nafasi. Mahali pasipokuwa na nafasi. Mungu amenifanyia nafasi. Mungu amenifanyia nafasi. Mungu amenifanyia nafasi. Mahali pasipokuwa na nafasi. Mungu amenifanyia nafasi. Kwa vigezo vya wanadamu wananifiga sahihi. Amenipa baraka inayoonekana kwa macho. Wanatuuliza, je, huyu ni yule tunayemjua? Mungu amenifanyia nafasi. Kwa vigezo vya wanadamu wananifiga sahihi. Amenipa baraka inayoonekana kwa macho. Wanatuuliza, je, huyu ni yule tunayemjua? Come on. So, yeye hakuangalia ukoo uliotokea, wala hakuangalia mwonekano wao, bali aliangalia moyo uliopondeka, moyo unamtegemea nyakati zote. So, Mungu amenifanyia nafasi. So, Mungu Mungu amenifanyia nafasi. Mungu amenifanyia nafasi. amenifanyia
Hebu nyosha mikono yako juu. Nafasi, nafasi, come on, say nafasi. Yesu amenifanyia, Yesu amenifanyia, Yesu amenifanyia, na itabiria mifupa mikavu iishi tena, na ninavitabiria vilivyokufa vipate uhai, na itabiria mifupa mikavu iishi tena, na vitabiria vilivyokufa vipate uhai. Ombe tena, na itabiria mifupa mikavu iishi tena, na vitabiria vilivyokufa vipate uhai. Itabiria mifupa mikavu iishi tena, tena, na vitabiria vilivyokufa. Sasa tunalita jina la Bwana, kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana, wamuita kwa jina la Bwana, kwa jina la Yesu, jina la Bwana, kwa jina la Inatabiri kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tabiri kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rakatakababa, sheketelia mahali, rebesula makosh, anakadababoske pepa. Shalala kebebebebe shalala, wala mama kola mama shalala. Fungua kinywa chako, sabiri kwa jina la Yesu, sabiri kwa jina la Yesu. Liadhimishe jina la Bwana. Remosa kataramando. Shakete mana. Acha Mungu azungumze na wewe jioni ya leo. Ruhusu Mungu azungumze na wewe jioni ya leo. Ni wakati wa kukutana. Ni wakati wa kukutana. Ruhusu Mungu azungumze kupitia wewe. Holy Ghost. Holy Ghost. Nay. Holy Ghost. Ni wakati ambao Mungu anataka uzungumze. Nyanyua sauti yako na uzungumze. Speak for your life. Ongea juu ya maisha yako. Ongea juu ya ndoa yako. Ongea juu ya maono yako. Ongea juu ya mambo makubwa yanayoendelea kwenye maisha yako. Mungu anamwambia Yeremia, I am God. Mimi naweza kubadilisha chochote.
najua binadamu hawezi nisaidia, lakini katika wewe kuna uponyaji wa kweli. Jioni ya leo nainua mikono mbele zako nikitarajia uponyaji wangu kutoka kwako. Mwambie Bwana, nina matatizo ya kifamilia, ninatambua hakuna anaweza kuyaondoa. Washauri wengi wamenishauri, lakini hakuna matokeo yametokea. Nimekuja kwako kukuinulia mikono. Usitulie mbele za Bwana, usitulie mbele za Bwana. Yale ambayo huwezi waeleza hata wanadamu, unaweza mweleza Mungu jioni ya leo. Baba, tunaomba mbele zako. Baba, tunainama mbele zako. Bwana, tunalia mbele zako, maana twajua peke yako ni Mungu, twajua peke yako ni Bwana, twajua wewe peke yako ni mponyaji wetu, twajua peke yako ni msaada wetu, twajua peke yako ni kimbilio letu. Watoto wako tumekuja mbele zako kama tulivyo. Wengine tumekuja na magonjwa ambayo hayasikii dawa za madaktari. Wengine tumekuja na matatizo ambayo hayatatuliwi na ushauri wa kibinadamu. Wengine tumebeba mizigo ambayo tumetwisha na shetani. Tumekuja kwako maana twajua katika wewe kuna uzima, katika wewe kuna uzima. Tunakukaribisha kwenye maisha yetu, tunakukaribisha kama tulivyo, tukijua Bwana unaweza kuturehemu. Rehema zako zaweza badilisha asili yetu, rehema zako zaweza badilisha aibu yetu, rehema zako zaweza ondoa huzuni yetu. Tumekuja kama tulivyo Bwana, tumekuja kama tulivyo. Wewe inua sauti na uombe, wewe inua sauti na uombe. Rehema saya taramambe shakete remanama. We believe, we believe. Tunakuamini, tunakuamini Bwana, tunakuamini Bwana, tunakuamini Bwana. Acha uwe ni ukiri wako jioni ya leo, acha uwe ni ukiri wako jioni ya leo. Mungu anakutana na Ezekieli. Ezekieli profeti amekuwa na muda mwingi wa kuomba mbele za Bwana. Anamwambia Mungu, sikia, Mungu tazama taifa lako, adui anapanga mabaya kuliangamiza taifa lako. Mungu anamwambia Ezekieli, sikia Ezekieli, ndani yako nimeweka neema inayoweza kubadilisha hiyo aibu. Ndani yako nimeweka neema inayoweza kubadilisha maisha. Ndani yako nimeweka neema inayoweza kuondoa hiyo huzuni iliyo mbele yako. Hiyo mifupa mikavu unayoiona mbele yako, ndani yako kuna nguvu ya kuipa uhai tena. Na kwa kuwa mimi ni Mungu, niko hapa kwa ajili yako Ezekieli. Prophesy, prophesy. Ni jioni ambayo unaweza ukaongea juu ya mifupa yako mikavu. Katika uwepo wa Mungu tunapona, katika uwepo wa Mungu tunafunguliwa, katika uwepo wa Mungu tunashinda, katika uwepo wa Mungu tunabadilishwa. Ikiwa unajua umekuja kukutana na Mungu jioni ya leo, sijui kama unaelewa uwepo wa Mungu uko mahali hapa. Sijui kama unaelewa nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Sijui kama unaelewa upendo wa Mungu ni zaidi ya huzuni, zaidi ya tatizo, zaidi ya ugonjwa, zaidi ya aibu, zaidi ya mateso. Upendo wa Mungu ni zaidi ya yote ambayo shetani ameyaunda kwenye maisha yako. Yambie matatizo yako ukuu wa Mungu wako jioni ya leo. Yambie matatizo yako ukuu wa Mungu uliye naye. Yambie hiyo huzuni ambayo imesimama kwa miaka 10. Yambie jioni ya leo, nimekutana na Bwana na ameniambia jioni ya leo ni wakati wa kusimama katika maisha yangu. Ninakwambia wewe huzuni, ninakwambia wewe ugonjwa, ninakwambia wewe aibu, ninakwambia wewe kukataliwa, ninakwambia wewe HIV, ninakwambia wewe kansa, ninakwambia wewe fibroids, ninakwambia wewe laana za kichawi, ninakwambia wewe ndoto mbaya. Jina la Bwana limeinuka leo ili wewe unyamaze, ili wewe uanguke. Ninakuijia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi kutangaza ufalme wa Mungu anze kumiliki maisha yangu. Take your time and pray. Shakara mahando robo sekete.
Ninaomba kwa ajili ya kila mmoja unayemwamini Mungu na unainua sauti yako mbele zake. Chochote ambacho shetani alifanya kwenye maisha yako, lolote ambalo limekuwa sehemu ya mzigo wa uharibifu kwenye maisha yako, mwisho wake ni ibada ya leo. Mwisho wa aibu hiyo ni ibada ya leo. Mwisho wa utasa ni ibada ya leo. Mwisho wa huzuni ni ibada ya leo. Mwisho wa laana za kichawi ni jioni ya leo. Ninaomba kwa jina la Yesu, ninakomesha yale ambayo shetani ameyafanya maishani mwako. Ninakupa maisha mapya, ninakupa maisha mapya katika Kristo Yesu. Haijalishi umekutana vita vingapi kwenye maisha, pokea ushindi wa kimungu jioni ya leo katika jina la Yesu. Haijalishi ulikamatwa na mifumo ya nguvu za giza, tonight I pray uwekwe huru, uwekwe huru, uwekwe huru, uwekwe huru, uwekwe huru, uwekwe huru kwa jina la Yesu. Kwa jina la Bwana, jina la Bwana, jina la Bwana, jina la Bwana. Utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, Jehova Shama. Kama sema utabaki kuwa Mungu. Unaweza ukasimama mahali ulipo, tumwadhimishe Mungu. Utabaki kuwa Mungu, Baba Jehova Shama. Utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, Jehova Shama. Baba utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, Baba Jehova Shama. Baba utabaki kuwa Mungu, utabaki Baba, utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, Jehova Shama. utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, Jehova ni wewe Jehova Shama. kwetu, Utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, Jehova Shama. utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, Jehova Shama. Utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, Jehova Shama. Sitaabudu Mungu mwingi, utukufu wa mwisho unakuwa mkubwa.
kama uko kumaliza. Yesu astahili Heshima na utukufu. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi mengi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni wakati mzuri wa kumtolea Mungu wetu sadaka. Ni wakati mzuri wa kumletea Mungu sadaka zetu za sehemu ya 10. Kumletea Bwana sadaka zetu za shukrani. Kumletea sadaka zetu za hiari. Sadaka ni kipimo cha upendo wa mwanadamu kwa Mungu. Sadaka ndiyo inayodhihirisha ya kuwa umemchagua Mungu katika maisha yako. Na ndiyo maana hakuna ibada ambayo inadhihirisha nguvu za Mungu kwenye maisha yako kama haijaambatana na sadaka. Sadaka ni eneo muhimu kwenye ibada. Tunaweza tukapuuza nguvu ya sadaka kwenye maisha yetu kwa sababu ya mapokeo ya dini au hisia za kidunia. Lakini ikiwa unashindwa kumwamini Mungu na kumtolea sadaka iliyo bora, uwe na uhakika adui atakuwa na nguvu ya kukudhibiti kwa kuwa hauna ushirika halisi na Mungu. Ndilo eneo ambalo Mungu ameweka kutupima kiwango ambacho tunampenda, kiwango ambacho tunatambua yupo katika maisha yetu. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 3 kuna habari za mfalme mmoja anaitwa Yehoshafati. Biblia inazungumza katika sura hii ya 3 juu ya kipindi ambacho Israeli walikuwa wanaitawala Moabu, na ukafika wakati ambao Moabu waliasi Israeli, na mfalme wa Israeli aliyekuwa anaitwa Yehoshafati akaazimia kwenda kuipiga Moabu. Biblia inazungumza namna mfalme Yehoshafati alivyojiandaa yeye, akaandaa na ufalme wa Yuda na akaandaa ufalme wa Edom, mataifa matatu yaende kumpiga Moabu. Na Biblia inazungumza safari yao ya kuelekea nchi ya Moabu kushughulika nao. Biblia inasema wakati wameenda, wakiwa njiani wakajikuta wanapotea njia, na wakajikuta njia waliopo haina maji. Wanyama wana kiu, watu wana kiu, hawawezi kuendelea mbele. Askari mmoja ndio akawapa taarifa kwamba katika mji huu yuko mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha. Najua unazifahamu habari za Elisha. Wafalme hawa wakamwendea Elisha. Nisingekuwa na muda wa kuyaeleza yote yaliyotokea katika kipindi hiki, lakini tunaona Elisha akiwapa maelekezo na mwongozo jinsi ya kupata maji ili waweze kuendelea na safari yao. Na baada ya ule muujiza wa kimungu sawasawa na maelekezo ya Elisha kwa hao wafalme, waliweza kuikabili Moabu. Na wakati wanaanza kuikabili, Biblia inazungumza mfalme huyu wa Moabu alijaribu kupigana nao akashindwa. Alipoona vita inakuwa kali, akaamua achukue baadhi ya jeshi waende Edom, kwa sababu anajua mfalme wa Edom hayupo. Anafahamu jeshi kubwa la Edom limeungana na jeshi la Israeli, lakini Biblia inasema huyu mfalme hakudiriki. Na jeshi la maadui likawa linaukabili mji wa Edom kwa nguvu sana, wakawa wanawakabili na kuangusha watu hao. Biblia inazungumza yule mfalme wa Moabu alipoona watu wanaoweza kupigana kwa upanga wameshindwa, alipoona silaha zote zimeshindikana kumwangusha Israeli, kumwangusha Yuda na kumwangusha Edom, alichokifanya Biblia inasema akachukua mzaliwa wake wa kwanza aliyetakiwa atawale mahali pake, akaenda kwenye ukuta kwa miungu yake, akamtoa kuwa dhabihu ya kuteketeza. Alafu ghafla mambo yakabadilika. Taifa moja likawa na uwezo wa kuyapiga mataifa matatu. Hawa wakati wanaenda kupigana na Moabu, wao walienda tu kwa Elisha, hawakuelewa nguvu ya sadaka.
Lakini huyu mfalme wa Moabu katika vita yake, yeye alitambua nguvu iliyo nyuma ya sadaka, akaweza kutoa yule mtoto aliyekuwa na mhitaji. Jaribu kufikiri juu ya mtoto wako, jaribu kufikiri juu ya kile unachokipenda, jaribu kufikiri juu ya akiba unayoipenda, jaribu kufikiria ile fedha uliyoiandaa kwa ajili ya mradi fulani, kwa ajili ya sherehe fulani, kwa ajili ya mpango fulani. Alafu wakati unamhitaji Bwana, Bwana anakusemesha na kwambia panda hii mbegu. Watu wa Mungu wamekuwa na nafasi ndogo ya uingiliaji wa Mungu katika maisha yao kwa sababu ya kutodhihirisha imani yao kwa Mungu. Jaribu kuangalia kitu cha pekee. Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminia asipotee bali awe na uzima wa milele. Jaribu kufikiri yule ambaye katika kitabu cha Yohana Biblia inasema hata ulimwengu uliumbwa kwa yeye na hakuna chochote kilichofanyika pasipo yeye. Alafu huyu ndiye anayegeuka kuwa dhabihu. Kile Mungu anachokipenda, kile Mungu anachokihitaji, kile cha faida kwa Mungu ndicho kinachokuja kumkomboa mwanadamu. Kwa nini hatukununuliwa kwa vitu viharibukavyo? Kwa nini hatukununuliwa kwa damu za kawaida za wanyama? Kwa nini hatukununuliwa kwa damu ya mwanadamu? Lakini tulinunuliwa kwa damu ya kifalme, ili uhuru wetu uwe wa kweli na tusirudiwe na nguvu za giza katika maisha yetu. Ni mpango wa Mungu kwenye maisha yetu ya kwamba hata sisi tudhihirishe upendo wetu mbele zake kwa sadaka. Tunapoachilia sadaka zetu kwa Bwana, katika kitabu cha Malaki Biblia inasema toeni zaka kamili, toeni dhabihu, ili nyumbani kwangu kiwepo chakula cha kutosha. Tunapomtolea Mungu sadaka, tunaruhusu kazi ya injili kuendelea, tunaruhusu utendaji wa kimungu katika eneo hili. Usifikiri sadaka ni program kwamba nina 500 ngoja niweke. No, sadaka ni mbegu ya utumishi mbele za Bwana, na hatutoi ili tupate, tunatoa ili tumwambie Mungu tunakupenda. Na ndio maana hata Mungu alivyomtoa mwanae hakutarajia chochote kutoka kwetu, alitarajia tu tuwe familia yake. Unaweza kumtumikia jioni ya leo kwa sadaka nzuri kabisa. Unapoona tunamfanyia Mungu mahali hapa ibada, kwa sababu ya sadaka ambazo watu wa Mungu wamemtolea Bwana. Na unaweza ukapanda mbegu kutoka kwa vitu kadha wa kadha ambavyo tunategemea kukodi na kuazima mahali kwingine. Hiyo ndiyo nguvu ya sadaka. Mungu anahitaji nini kwenye madhabahu yake? Hivi unavyotii na kufanya bila kujali uhitaji wako, bila unavyotii na kufanya bila kujali changamoto zako, ndivyo unavyoruhusu upendo wa Mungu juu yako. Maana yeye anazungumza katika kitabu cha Wakorinto yale mambo ambayo macho ya mwanadamu hayawezi ona, masikio ya mwanadamu hayawezi sikia, hayawezi kuingia hata kwa moyo wa mwanadamu, Mungu ameyaandaa kuyaachilia kwa wale wampendao kupitia Roho Mtakatifu. Kwa jioni ya leo Mungu anaweza akatenda jambo jipya kwenye maisha yako. Anaweza akakupa picha mpya katika maisha yako kwa sababu ya upendo wako kwake. Ikiwa unamwamini Mungu, usijizuilie kile anachokuagiza kufanya. Na sijawahi kuona watu wanaomtumikia Mungu alafu wanakuwa watu wa hasara. Pana, tunamtumikia Mungu aliye hai, naye anayakumbuka maisha yetu, naye anayagusa maisha yetu. Usiweke ufahamu wa kibinadamu kwamba unajua hawa mchungaji labda ana shida na fedha. Sikiliza, hatutoi kwa sababu watumishi wa Mungu wana shida ya fedha. Hatutoi sadaka kwa sababu kuna wewe ndo mwenye hela nyingi. Tunatoa sadaka kwa sababu tunamhitaji Mungu. Nimeona kabisa hakuna mahali nimekutana upinzani ukanishinda. Nimeona kabisa hakuna mahali nimekutana nguvu za giza zikanishinda. Ni kwa nini? Ni kwa sababu nimedhihirisha upendo wangu kwa Mungu
kama mtumishi wa Mungu mbele zako, naweza kukushuhudia kabisa ya kuwa hakuna wakati Mungu aliniacha, lakini ni kwa sababu tangu mwanzo nilipomwamini Mungu nalijifunza kumtumikia kwa mali zangu. Na hata kama ningekuwa na uhitaji wa fedha nyumbani kwangu au kwa watoto wangu, ikiwa Mungu ameniagiza, ikiwa ninaona kazi ya Mungu inatakiwa kufanyika, siwezi kudili na maisha yangu, kwa sababu hata wale watoto Mungu ndiye amenipa. Nitamtumikia Bwana. Joshua anasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hebu jioni ya leo jitafakari. Tazama nafasi yako katika ufalme wa Mungu. Angalia namna unavyomhitaji Mungu katika maisha yako, nawe angalia anachokihitaji kutoka kwako. Yamkini unasukumwa kufanya mambo makubwa, hakika unaweza kutenda haya. Shika sadaka yako, usitoe sadaka kwa mazoea. Wakati mwingine ulikuwa umepanga sadaka fulani, ondoa huo mfumo. Wakati mmoja, wakati Mungu ananifundisha kutoa sadaka, alikuwa ananiambia kuna watu wameshajiwekea kwa Jumapili tu nikija ni 10,000, ni 5,000, ni 1,000, ni 2,000. Mungu akaniambia no. Unahitaji kutoka nyumbani na fedha ambayo inaweza ikanitumikia, ambayo inaweza ikanunua internet, ambayo inaweza ikafanya hiki. Mtumikie Mungu. Hakikisha sadaka yako ina nguvu katika ufalme wa Bwana, na hakika hautashindwa na adui, kwa sababu Mungu atainua upendo wake kwako. Kama huyu muabudu shetani alipotoa kwa miungu, miungu ilichangamka. Vipi kuhusu wewe? Naye Eliya akasimama mbele za Bwana, akaijenga madhabahu ya Bwana iliyovunjika, naye akamtolea Bwana dhabihu wakati wa jioni. Ndipo moto wa Mungu ukashuka kutoka mbinguni. Mungu asiyebadilika anashuka kwa sadaka ya mwanamke na mwanaume jioni ya leo. Baba, tumekuja kukuabudu na sadaka zetu kutoka kwenye maisha yetu. Tunapenda fedha hizi maana ni muhimu kwetu. Tunakupenda zaidi Yesu, tunazitoa kwako kwa sababu tunakupenda kuliko chochote katika maisha yetu. Watoto wako wanapopanda mbegu ya sadaka, Bwana, na haya ni maombi yetu, uyaguse maisha yao, uwatazame jioni ya leo, na udhihirishe mkono wako ulio hodari kwao, katika jina la Yesu wa Nazareti. Mtolee Bwana sadaka yako sasa, wakati waimbaji wanarudi tena. Mtolee sadaka Bwana kwa imani kabisa. Na kama unasikia Mungu anakusemesha kile ambacho wakati mwingine hujakibeba, unaweza ukaandika kwenye karatasi. Baada ya ibada hii utaona utaratibu wa kufanya kile ambacho Mungu anakusemesha. Na kama unatutazama kwa njia ya YouTube, Facebook au TikTok, unaweza kushiriki sadaka yako asubuhi ya leo kupitia akaunti ya benki iliyoko hapo chini, kupitia namba za simu zote. Unaweza ukawa umejiungamanisha na ibada hii. Mungu yuko pamoja nawe. Shujaa, tolee Bwana sadaka yako. Twende sasa. Huku unatoa sadaka yako. Twende watu. Siga kona. Atu. Come on. Let's go. Sijaona. Hata lini ni wewe Umefanya Bwana, umefanya. hata lini ni wewe Umefanya Bwana, mpaka nione
nimeziona fadhili zako, fadhili zako, imani nimeziona fadhili zako, nimeziona. Hebu kwa dakika chache unaweza kuinua sauti yako, mwabudu Bwana. Ni grace upon grace. Hebu inua sauti yako, mshukuru Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Hii ni ibada, mambo mengi yamefanyika hapa katikati. Hebu inua sauti yako ya shukrani kwa Bwana, mwambie Yesu asante. Ninakushukuru maana wewe ni mwaminifu. Mpaka hapa ni wewe umefanya. Haya tunayoyaishi leo ni wewe umefanya. Mahali hapa tulipofika ni wewe umetuleta. Ni kwa sababu ya mkono wako ndio maana tuko hai. Ni kwa sababu ya upendo wako ndio maana tunaishi. Natamani nisikia sauti yako, Mwana wa Mungu. Idadi ya wengi walioko hapa ndani ni wale waliookoka, na mtu aliyeokoka anajua namna ya kumshukuru Bwana. Inua sauti yako ya shukurani, mwambie Yesu asante, 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 asante. Ninakusubiri wewe unayenishangaa, sema asante kwa Yesu. Yeye anastahili shukurani zetu. Oratia na mashedaba, wewe ni mfalme, wewe ni Bwana, unastahili heshima na adhama, unastahili heshima na adhama, unastahili heshima na adhama. Asante Yesu. Unastahili sifa za moyo wangu, ninakuabudu Mfalme wa wafalme. Unastahili sifa za moyo wangu, ninakuabudu Mfalme wa wafalme. Unastahili sifa za moyo wangu, ninakuabudu Mfalme. Unastahili sifa za moyo wangu, nakuabudu. ninakuabudu. Ni maneno marahisi, unaweza kuimba, tunaabudu Bwana. Wastahili Yesu sifa za moyo wangu, nakuabudu Mfalme wa wafalme. wastahili Unastahili sifa za moyo wangu, nakuabudu ninakuabudu. Mfalme unastahili Yesu sifa za moyo wangu, nakuabudu Mfalme wa wafalme. unastahili Unastahili sifa za sifa za moyo wangu, nakuabudu ninakuabudu. Mfalme Mfalme wa wafalme. unastahili Yesu Unastahili sifa sifa za moyo wangu, nakuabudu. ninakuabudu. Mfalme wa wafalme. Milele na milele, oya, ninakuabudu Yesu. Milele na milele, Yesu anastahili kuabudiwa, anastahili kuabudiwa milele na milele, anastahili kuabudiwa milele na milele. Biblia inasema hivi kwenye Wafilipi sura ya 2, kama sijasahau, nafikiri ni mstari wa 9. Inasema
na kisha akamwadhimisha mno. Alafu wanasema akamkirimia jina lipitalo kila jina. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu kila kitu kinawezekana. Kwa jina la Yesu kila kitu kinawezekana. Wachungaji nafikiri wao ni mashuhuda, maana kwa jina la Yesu huduma zinasimama. Natamani kwa dakika chache tumuite Yesu, tulitaje jina la Yesu. Hakuna jina lingine tulilopewa ila jina la Yesu. Ni jina lenye nguvu, jina linaloponya, jina linalookoa, jina linalobadilisha, jina linaloinua walio chini na kuwaweka juu. Yesu, jina hilo lenye nguvu. Yesu, jina hilo lenye nguvu. Yesu, jina hilo lenye. Unaweza kuimba ita Yesu, jina hilo lenye. Ita Yesu, jina ita kwa ujasiri. Yesu, jina ita Yesu. Come on, God. Jina ita Yesu. Yesu, Jina jina hili ndilo lenye nguvu. Bwana Yesu. Yesu, Jina hilo, jina tu. jina kuu. Ita Yesu. Yesu, Jina hili, jina hili ndilo lenye nguvu. Bwana Yesu. Yesu, jina hili ndilo jina kuu. Ninafahamu tumekuwa na muda mzuri sana wa kumwabudu Mungu, wa kumsifu Mungu, wa kumwomba Mungu, na tumekuwa na muda mzuri wa kumtolea Mungu sadaka. Ni wakati mzuri wa kulisikia neno la uzima kwenye maisha yako. Biblia inazungumza, nasema Mungu amelituma neno likuokoe na maangamizi yako. Lakini pia nikukumbushe, kila siku asubuhi tunakuwa na ibada ya Morning Glory mahali hapa. Kwa hiyo jitahidi ikifika saa 12 uwe mahali hapa kila siku, ili uweze kuanza siku yako na Bwana. Ni muhimu sana kwenye maisha yako, na itaboresha mahusiano yako na Mungu katika siku zako, na utakuwa na ushuhuda, kwa sababu Mungu hawezi kukutana na wewe na akakuacha vile vile. Lazima ashughulike na wewe. Ujumbe wangu kwako ni jinsi ya kuruhusu utendaji wa kimungu. Fungua na mimi katika kitabu cha Timotheo wa pili, ile sura ya 3. Timotheo wa pili, sura ya 3. Natamani tusome sura yote, kwa sababu kuna mambo kadha wa kadha ya kujifunza katika eneo hili. Kama una Biblia inasema, lakini fahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Mstari wa pili anasema, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio wasafi, wasiowapenda wakwao,
wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasariti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Mstari wa 5 anaendelea anasema, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake Mungu, hao nao jiepushe nao. Mstari wa 6 anasema, kwa maana katika hao wamo wale waliojiingiza katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Mstari wa 7 anasema, wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kuufikia ujuzi wa kweli. Mstari wa 8, na kama vile Yane na Yamle walivyopingana na Musa, vivyo hivyo hawa wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani, lakini hawataendelea sana, maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote, kama vile upumbavu wao hao ulivyokuwa dhahiri. Ukiendelea mstari wa 10, Biblia inasema, bali wewe unayefuata mafundisho yangu na mwenendo wangu na makusudi yangu na imani yangu na uvumilivu na upendo na saburi, tena na adha zangu na mateso, mambo yaliyonipata katika Antiokia na Ikonia na katika Listra, kila namna ya adha nilistahimili, naye Bwana aliniokoa katika hayo yote. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo wataudhiwa. Mstari wa 13 anaendelea nasema, lakini watu wabaya na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unayajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Mstari wa 15 anaendelea nasema, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuheshimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Mstari wa 16, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadabisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe mkamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo lililojema. Ujumbe huu ni ujumbe uliokuwa unamlenga Timotheo moja kwa moja. Ilikuwa ni mwongozo kwa Timotheo jinsi ya kulisimamia kanisa la Efeso, ambalo alikuwa ni mchungaji kiongozi, aweze kulikamilisha na kuweza kustahimili kila upinzani uliokuwepo katika kanisa lile la Efeso. Kwa wasomaji wa Biblia tunaweza kugundua kile kilichokuwa kinaendelea katika ule mji wa Efeso. Mji wa Efeso ulikuwa moja kati ya miji maarufu katika dunia ya wakati ule. Ulikuwa ni mji wa kibiashara ambao watu wa mataifa mbalimbali walikuja mahali pale kufanya biashara. Lakini namba 2, mji huu wa Efeso ulikuwa ni mji wa ibada za miungu Artemis. Ndipo yalikuweko mahekalu makubwa ya Artemis, ambapo mataifa mbalimbali walitoka kwenye nchi zao kwenda hija pale Efeso. Lakini mji huu, jambo la kushangaza pia, ulikuwa ni mji wenye asilimia kubwa ya watu ambao ni wapagani, yaani watu ambao hawana Mungu, watu ambao hawamwamini shetani, wao wapo tu. Na hapa ndipo ambapo Mungu alipanda neno la uzima kupitia Paulo. Na tunashangaa kuona maelfu ya wapagani wa mji wa Efeso, maelfu ya waabuduo miungu wa mji wa Efeso wakiwa wanamgeukia Mungu na kuishi katika kusudi la Mungu, na wanaachana na mifumo ya dunia. Kanisa la Efeso lilikuwa moja kati ya kanisa lenye nguvu katika kanisa la Agano Jipya.
na ni kwa sababu ya msingi mkubwa ambao Mungu aliujenga katika kanisa lile kupitia mtumishi wa Mungu Paulo na Timotheo. Paulo amekaa pale miaka 3 akihakikisha lile kanisa linaimarika bila kuzuiliwa na upinzani wa aina yoyote. Sasa wakati Paulo anataka kwenda maeneo mengine ya umisheni, ndipo anapomwacha kijana wake wa kiroho ambaye alikuwa amemlea kwa muda mrefu, na alikuwa ni kijana anayempenda Mungu kabisa, aliyekuwa anaitwa Timotheo. Kwa akamwacha awe mchungaji kiongozi katika kanisa la Efeso, ambalo tayari lilikuwa ni kanisa lenye nguvu, kanisa la watu wanaompenda Mungu na kanisa la watu wanaomwamini Mungu. Na tunaona baada ya Paulo kutoka Efeso, kuna mambo baadaye yalianza kuzaliwa kusababisha nguvu za giza zianze kushughulika na watu wa Mungu. Yaani watu wa Mungu wanaanza kurogwa, watu wa Mungu wanaanza kufanyiwa vituko na nguvu za giza. Paulo anaandika waraka kwa Waefeso kuwadhihirishia ya kuwa wametoka katika njia iliyo sahihi ya wokovu. Ndio maana nguvu zile zinaweza kuwadhibiti. Unaona sura ya 1 akiwaeleza wao ni akina nani katika ulimwengu wa roho. Unaona sura ya 2 akieleza namna walivyokuwa kabla ya kuwa na Mungu, lakini walipomwamini Mungu yeye aliwasamehe dhambi zao na wakaokolewa katika ufalme wa Mungu. Unaona sura ya 3, sura ya 4, sura ya 5 na hata sura ya 6 inaeleza namna ambavyo wana uwezo hata wa kuzishinda falme za giza, mamlaka za pepo wabaya na madhabahu zote ambazo zilikuwa zinaogopwa katika ule mji wa Efeso. Lakini pia tunaona mwishoni mwa maisha ya Paulo akizungumza na Timotheo, yule ambaye alikuwa amemwacha katika kanisa hilo la Efeso kuwa mchungaji kiongozi, namna ya kushughulika na lile kanisa. Na katika mistari tuliyosoma tunaweza tukaanza kupata picha ya kanisa la Efeso lilikuwa na changamoto gani, namna watu wa Efeso walivyokuwa wamebadilika, namna walivyokuwa. Paulo anamwambia Timotheo watu anaoshughulika nao, na Timotheo kweli alipata nguvu na kuendelea kulisaidia kanisa lile. Na hata wakati Paulo alipokufa kanisa liliendelea, na Timotheo alipokufa pia kanisa liliendelea. Na tunaona katika kipindi cha miaka 100 baada ya Kristo, hata Yesu akizungumza na kanisa la Efeso juu ya hali wanayokwenda kuipitia, maana walikuwa wanaenda kuanguka kwa sababu ya kutoka kwenye upendo wa kwanza. Na Yesu anawaonya kama kanisa lake akiwaambia, mmeuacha upendo wa kwanza, na sababu hiyo itawasababisha kuanguka tena. Leo Efeso limebadilika kutoka ni eneo la kidini hasa Ukristo, na limekuwa eneo la Kiislamu kabisa. Kwa sasa Efeso ndio inayoitwa Uturuki. Kama unaijua historia ya Uturuki, unajua asilimia kubwa ya wakazi wa Uturuki ni watu walio Waislamu. Uislamu umekuja baadaye, yaani Ukristo ulidhoofisha kabisa ile imani za kipagani. Lakini baada ya watu wa Efeso kuacha upendo wa kwanza, unashangaa anguko lao linatokea. Yesu anadhihirisha, anasema watu wa Efeso walikuwa wana mafundisho sahihi, mafundisho ya uongo walikuwa hawayafuati, na waliyachukia mafundisho ya uongo. Walikuwa wavumilivu, lakini upendo wa Mungu ulipungua kwao, na ikasababisha uhusiano wao na Mungu kuwa dhaifu. Na hii ndiyo iliyokuwa sababu ya anguko lao, na adui akachukua nafasi tena katika maisha yao. Katika eneo hili tunaweza kugundua kitu cha ajabu, ya kwamba tunaweza tukawa na mafundisho sahihi katika Mungu, tunaweza tukawa na mambo mengi tunayoyafanya, tunaweza tukawa na uongozi mzuri, lakini kinachohitajika kuwa imara ni upendo wa kweli kwa Mungu, ambao unauruhusu ujio wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Na tunapoangalia namna Mungu anavyoweza kushughulika na maisha yetu, jinsi ya kuruhusu nguvu za Mungu katika maisha yetu, ni muhimu kuzingatia eneo hili, ya kwamba nini kinachoondoa utendaji wa Mungu ndani yetu? Kutompenda Mungu,
kutompenda Mungu. Wapendwa, kumpenda Mungu ni gharama. Kumpenda Mungu ni kuikataa dunia. Kumpenda Mungu ni kuuchukia ulimwengu. Wakati mwingine kuyafanya maisha yako ya ajabu, ili mradi uweze kusimama katika nafasi yako. Paulo anazungumza na Timotheo, anazungumza juu ya kipindi anachokiendea, huduma anayokwenda kuifanya, watu anaokwenda kukutana nao, watu anaoshughulika nao. Mungu anamwambia hawa ni watu wako kanisani, lakini ni watu wenye kujipenda wenyewe. Ni watu ambao wanapenda fedha. Ni watu ambao wanajisifia, sisi ndio tuko sawa, sisi ndio tuko bora. Ni watu wasio na shukrani, watu ambao hawatambui nafasi ya Mungu katika maisha yao, watu wanaoishi maisha ya hovyo, wanajichanganya na watu wa mataifa. Biblia inasema wasio safi. Biblia inasema watu wasingiziaji, wanaojaribu kulinda heshima zao kwa kuangusha watu wengine, watu wasiojizuia. Yani kuna mahali unataka, yani kila kitu unataka ufanye tu, uko tayari utende dhambi ili mradi uwaridhishe watu wengine. Anasema watu wakali ambao hawako tayari kubadilika, watu wasiopenda kutenda mema, watu waliowasaliti, watu wakaidi, watu wenye kujivuna, watu wanaopenda anasa na hawana nafasi ya kumpenda Mungu. Paulo anazungumza na Timotheo, anamwambia hawa ni watu ambao unashughulika nao kwenye hilo kanisa la Efeso. Na anazungumza kitu cha ajabu, na anasema hata kati ya hao wengine wamejiingiza katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi. Hiki nakishangaa sana. Anazungumza juu ya watu ambao wako tayari, yani kwa sababu una fedha, yuko tayari kukuonyesha umeokoka, yuko tayari kukuonyesha uko sawa, yuko tayari kukuonyesha wewe unastahili, Mungu ashughuliki na wewe, ili mradi tu mpe fedha zako. Sikiliza, Paulo anatahadharisha, anasema dhambi, maisha haya hayatauruhusu utendaji wa Mungu katika maisha yako. Kuchukuliwa na tamaa za ulimwengu haitakusaidia, haitakufanikisha kupokea utendaji wa Mungu. Paulo anazingatia jambo hili, ya kwamba tunahitaji kuwa watu wa tabia ya Mungu ili kuruhusu utendaji wa Mungu katika maisha yetu. Kanisa la sasa tumekuwa watu wa kuzitafuta nguvu za Mungu kama tunatafuta sijui nini. Inafikia hata mtu akisimama tu ili mkutano uwe na watu, sijui kanisa liwe na watu, utasikia anasema, njoo kuna miujiza, njoo kuna uponyaji. Yani mpaka watu wanashawishika. Yani unajua ni kama ukuta mwanamke hajui kupika. Hivi si unashangaa? Ni kama ukuta mwanaume hajui kutafuta hela, anatafutiwa na mwanamke. Si unashangaa? Sasa kuwa katika uwepo wa Mungu, hatuhitaji kupromote kwamba sasa njoni huku ndo kuna uponyaji, njoo huku ndo kuna miujiza. Sikiliza, mahali popote alipo Mungu huwa anafanya kazi. Hafanyi kazi kwetu kwa sababu ya asili tulizo nazo. Nimekuwa nikifundisha sana katika kitabu cha Ezekieli 16, Mungu akimweleza Muisraeli, Myahudi, nafasi aliyokuwa nayo alipokuwa chini ya mamlaka za shetani. Na Mungu anamwambia jinsi alivyomuokoa kutoka huko, na anamwambia baada ya kurudi kwenye tabia zile za zamani, adui ataendelea kukukamata. Biblia inaanza kutufundisha
sababu ambazo zinaturuhusu kuwa watu wa Mungu, warithi wa ahadi za Mungu. Muhimu sana. Narudia, hakuna namna Mungu atafanya kazi kwenye maisha yako kama wewe ni mpagani uliyechangamuka. Lazima uwe umekubali kuyaacha maisha yasiyofaa. Na Timotheo anaambiwa watu wa namna hii jiepushe nao, kwa sababu ni watu wasio na Mungu ndani yao. Utendaji wa Mungu unaruhusiwa kwenye maisha yetu na mambo kadha wa kadha, na leo nitazungumza mambo 8 yanayoruhusu utendaji wa Mungu kuwa halisi kwenye maisha yako. Namba 1, imani ya kweli. Kuamini. Imani inaongeza nguvu na ujasiri kuelewa na kutambua ya kuwa Mungu anaweza kushughulika na wewe. Imani inauruhusu utendaji wa Mungu kwako, kwa sababu unakuwa umekubali ya kuwa hakuna la kumshinda Mungu katika maisha yangu. Kwa sababu hiyo nitaiacha dunia na kuwa mwana wa Mungu aliye hai. Huwezi kuamini kama bado unaifuata dunia. Huwezi kusema nina imani kama bado hujakubaliana na Yesu. Na ndio maana Yakobo anasema imani isiyoambatana na matendo imekufa. Yakobo anazungumza kitu gani? Imani yako inadhihirishwa na tabia za kiungu ndani yako, inadhihirishwa na mfumo wa maisha yako, ndio unaoamua kile unachokiamini kitokee. Sasa tuna watu wengi ambao wana imani za kuolewa. Anasema kauna mwamini Mungu nitaolewa, na huolewi. Na mwamini Mungu nitapata kazi, na hupati kazi. Na mwamini Mungu nitashinda hii vita, na haushindi. Na mwamini Mungu mama yangu atapona, na anakufa. Kwa nini hiyo imani haifanyi kazi? Ni kwa sababu huamini sawa sawa na Mungu alivyotaka uamini. Imani yako ilitakiwa ihusianishwe kabisa na maisha yako ya wokovu, kwa sababu yule unayemwamini atatenda katika maisha yako, ni lazima au amefunguliwa mlango wa kuishi ndani yako. Roho Mtakatifu haishi mahali penye dhambi, hata kama wewe ni bora namna gani, anahitaji utakatifu ndani yako. Kwa hiyo kama unataka imani yenye matokeo kwenye maisha yako, ni lazima uyatazame matendo yako. Je, yanamvutia Mungu? Matendo yako yanasimama kutambulisha wewe ni mwana wa Mungu? Ndipo utakapoona imani yenye matokeo. Kile utakachokiamini ndicho Mungu atakachokifanya. Jambo la pili ni utii na usikivu. Utii. Mungu anakukataza nini? Mungu anakuelekeza nini? Yaani kama hapa ninavyohubiri habari ya kuacha dhambi, kuna mtu haelewi kabisa. Kuna mtu anasema sijui mchungaji anazungumza nini, sijui ametuonaje. Sikiliza, kutoweza kuyaacha yale ambayo Mungu anakukataza itazuia utendaji wa Mungu katika maisha yako. Lazima utii kile ambacho Mungu amekuelekeza. Samsoni anaambiwa usije ukakata nywele. Wengine wanakata, na huwa kuna tofauti ya kukata na kunyoa. Watu wanasema alinyolewa nywele. Kukata, neno kukata, Mashariki ya Kati walikuwa wanafuga nywele ndefu, alafu wanazifunga. Ikifika kipindi fulani wao wana nywele ndefu kabisa. Ni kama tunaweza tukatolea mfano wanawake baadhi wa Afrika. Kwa hiyo zikifika hatua fulani wanazikata, wanazipunguza. Sasa huyu aliambiwa asije akazipunguza, asipunguze nywele zake. Kumbuka Wayahudi wote walikuwa hawaruhusiwi kunyoa nywele. Uruhusiwi kunyoa nywele Myahudi, sijasema wewe. Lakini sura ukata walikuwa wanaruhusiwa. Lakini kwa Samsoni aliambiwa usikate nywele zako. Alipovunja huu mfumo ambao Mungu amempa, nguvu zake zilipotea.
Kwa hiyo usipotii kile Mungu anachokuongoza, unajua kila mtu una chanzo cha nguvu zako, una sababu ya Mungu kukutendea. Sio kwa sababu umeona wengine wakifanya hivi ndio wanatendewa na utatendewa. Kuna maelekezo maalum ambayo Mungu anakupa. Kuna maelekezo maalum ambayo Mungu anakuongoza, ambayo ndiyo yanayosababisha wewe mtu wa hivi. Unaweza ukawa mahali wengine wameokoka, wanaenda kwenye party za kipagani, lakini wewe Mungu akakwambia wewe usiende. Unaanza kujiuliza, kwani mimi si mlokole kama wao? No. Mungu anashughulika na wewe, anakuambia hili halikuhusu. Simama katika kumtii Mungu. Jambo la tatu, upendo wa kweli na huruma. Upendo unakufananisha na Mungu. Unajua kuwapenda watu ni kitu muhimu sana kwa muamini. Unachukuliaje matatizo ya watu wengine? Unachukuliaje changamoto za watu wengine? Unasimamaje na watu wengine kuwa msaada wao? Ni hatari sana kama hauwezi kusikia maumivu pale mwenzako anaposikia maumivu. Yaani mwenzako hana mavazi, alafu wewe kuna nguo umeziweka unavaa, unasema hizi ngoja nitunze tu. Huwezi kusikia kabisa kwamba huyu mtu nimsaidie. Unaona kabisa una mtu hawezi. Kwa mfano unaweza kuwa umeajiriwa mahali fulani, taasisi fulani, unalipo mshahara milioni 1, na pale kabisa unamwona mfanyakazi wa chini kabisa, labda ni mfanya usafi au ni mlinzi, analipwa 1,500. Unamwangalia kabisa shati alilovaa, unaangalia kabisa viatu alivyovaa, na hauwezi kugusa. Umekaa pale miaka 5, hujawahi kugusa hata siku moja kutoka naye kumwambia hebu leo twende, ukapita naye dukani ukamnunulia shati zuri. Upendo wa Mungu unaangalia uhitaji wetu. Yaani tuna shida gani? Yaani Mungu anatuhurumia. Biblia inasema ni huruma za Bwana ndio maana hatuangamii. Wakati mwingine anatumia anasema ni rehema za Bwana ndio maana hatuangamii. Kama huwezi kuhurumia wengine, yani umekuwa mbinafsi, unajifikiria wewe, unajitazama wewe, unatazama watu wa kwako tu, huwezi kufanikiwa. Huwezi kuona utendaji wa Mungu katika maisha yako, kwa sababu tabia ya Mungu ni huruma. Tabia ya Mungu ni kupenda watu. Kwa hiyo watu wasiopenda wenzao, watu wasio na huruma kwa wenzao, usitarajie utendaji wa Mungu katika maisha yako. Namba 4, utakatifu wa maisha. Hili ni eneo muhimu sana kwa Mkristo. Utakatifu linatafsiriwa kutoka katika neno haki. Yaani uwe mtu sawa, usiwe na sababu ya kuchukiwa na watu, uwe mtu wa kweli, uwe mtu mwenye upendo, uwe mtu mwaminifu, uwe mtu unayeweza kusimama watu wakakuamini. Watu hawawezi kuja kwa Yesu kwa sasa kwa sababu watu wanaowaendea maisha yao hayadhihirishi uwepo wa Mungu. Yaani kama maisha yako yanadhihirisha ya kwamba huyu mtu ameokoka, watu watamfuata Mungu wako, watu watamwamini Mungu wako. Usijaribu kuishi maisha ya kipagani, usijaribu kufanana na watu waliokuzunguka ambao hawajaokoka ukatarajia nguvu za Mungu kufanya kazi yako. Utakatifu ni vazi linalosababisha watu waelewe wewe una Mungu. Na ndio maana ukifanya jambo la ajabu, nadhani wengine mmeona, ukifanya kitu wanasema hivi wewe umeokoka. Yaani watu ambao hawajaokoka wanaamini kuna mambo huwezi kuyatenda. Ukisema uongo na hivi wewe umeokoka. Watu walitakiwa wauone utakatifu kwako ili wawe na shauku ya kuwa kama wewe. Jambo la 5, ushuhuda wa kuigwa. Ushuhuda wa kuigwa. Hii inafanana sana na utakatifu. Yaani watu wakikutazama wapende kukufanana. Usiwe mtu kama watu wengine. Yaani unajua hata appearance tu. Huwa nazungumza sana juu ya muonekano.
watu wakikutazama waseme huyu ameokoka, wakutolee mifano mizuri, watu wakuone ni mtu sahihi, watu waweze kukutetea waseme huyu hawezi kuyafanya haya, watu waweze kusimama na wewe waseme huyu ameokoka. Huwa sio tapeli, huwa sio mwizi, huwa sio mgomvi. Ushuhuda ambao watu wanaweza wakauiga kutoka kwako. Namba 6, maombi na ibada. Ukiwa mtu wa kumwabudu Mungu, uwezo wa Mungu kutenda kazi ndani yako ni mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu katika ibada ndipo Mungu anapokuwa anashughulika na wewe. Na watu huwa waelewe. Kwa mfano, nitakupa mfano mmoja wa dini moja inaitwa Uislamu. Nadhani mnazifahamu na wengine mmetokea huko. Wale wana ratiba za ibada. Wana ibada 5 per day. Yaani kila siku wana ibada 5. Na zote wanazifuata. Wana sijui saa 12, sijui saa 11, sijaelewa. Wana sijui saa 7, sijui na saa 10. Sijajua ratiba yao mpaka nimeisha sahau tangu nimekaa karibu nao. Lakini ni watu ambao wametengeneza mfumo wa kukutana na Mungu wao. Wakristo wengi tunampa Mungu muda wetu wa ziada. Hatuna muda ambao tunauandaa kwa ajili ya kukutana na Mungu. Na hili ndilo linalosababisha utendaji wa Mungu kwetu kupungua. Wakati wa ibada ndio wakati Mungu anakupeleleza. Yaani anaangalia kilicho mbele yako. Kwa mfano, ukiwa na uwezo wa kuja Morning Glory, usalama wa siku yako ni mkubwa sana. Kwa sababu Mungu atakuchunguza na kujua yaliyo mbele yako. Na atakuwezesha kushinda hatari zote zilizoko mbele yako. Lazima kama Mkristo unahitaji nguvu za Mungu, uwe na muda na Mungu. Nikisema kuwa na muda na Mungu sio lazima uwe na masaa 6. Una muda kabisa. Biblia inasema kila saa 9 Petro na Yohana walikuwa wanaenda hekaruni kusali. Yaani wana muda wao. Una muda gani na Mungu? Je, unaweza ukaweka ratiba ambayo Mungu akiifuata, akija mahali pa ibada atakukuta? Hiyo ni hatari sana. Yaani kuna watu hawana muda, yaani Mungu hawana muda na Mungu kwa sababu hawaelewi Mungu kama ni mfalme. Yaani wao wanaelewa kwamba kama umesoma kitabu cha Esther, ulikuwepo utaratibu wa kuingia chumba cha mfalme. Chumba cha mfalme. Yaani kuna utaratibu. Sasa ufalme wa Mungu ni bora zaidi ya ufalme wa dunia. Watu wengine kwa sababu ya shetani kuvuruga mawazo yetu na fikra zetu, tunafikiri muda wote tukitaka kuingia mbinguni tunaingia tu. Hapana. Lazima uweke makubaliano yako na Mungu, tutakutana muda fulani. Kama ni saa 12 asubuhi hadi saa 1, kama ni saa 9 hadi saa 10, jiwekee muda ambao Mungu atatembelea maisha yako. Wakati mwingine Mungu anakuja anakuta haupo, shaondoka. Na ndio maana hata Danieli alipoanza kuomba hakuwa na mwisho wa maombi yake mpaka siku malaika alipokuja. Na namwambia usifikiri tulishindwa kuja mapema, lakini tulizuiliwa siku 21. Danieli hakuangalia muda ulioenda, alichokiangalia ni majibu ya Mungu kwake. Lazima utenge muda na Mungu. Utenge kabisa, kama unavyotenga muda wa kulala, kama unavyotenga muda wa kusoma, kama unavyotenga muda wa kazi. Unasema mimi naenda kazini saa 1 narudi saa 10. Umempa muda mwajiri wako. Je, unaweza ukampa muda Mungu wako? Unaweza ukampa nafasi Mungu wako? Muda wa kusikiliza kutoka kwa Bwana, muda wa kupokea kutoka kwa Bwana. Jambo la 7, uvumilivu na subira. Hii hudhihirisha matokeo ya kudumu. Mara nyingi tunapomuomba Mungu kuna vitu ambavyo ni process. Kwa mfano, ulikuwa na njia kali, alafu kama wewe ni mwanaume unaenda nyumbani unatarajia mama apike. Ameweka wali dakika 3, alafu naenda unamwambia naomba chakula hicho hicho, naomba ni ile hivyo hivyo. Utakula vyakula vibichi, utaalisha. Ni kama unachukua data labda kwenye laptop kama hii, umechukua flash una copy
video hapa au una copy faili. Faili ina GB 10. Kompyuta yako ni ndogo, inatakiwa copy dakika 15. Wewe inafika dakika 2 unachomoa. Kile ulichokuwa na copy hakitaingia. Watu wa Mungu lazima tuelewe. Kile tunachokiomba kuja kwenye maisha yetu kimewekewa utaratibu gani wa kuingia katika maisha yetu. Wakati mwingine tunapokuwa mbele za Bwana tunashindwa kuwa wavumilivu, tunashindwa kuwa na subira, tunakuwa na maamuzi ya kipumbavu ambayo yanakuja kuleta madhara kwenye maisha yetu. Ni kweli Mungu hachelewi wala hawai, lakini anataka uwe na subira. Kuna mambo ambayo unafikiri yalitakiwa lifanyike dakika moja, no. Na mengine nadhani unasema Mungu angefanya tu sasa hivi, lakini kuna mambo ambayo Mungu anahitaji muda wa kufanya na wewe. Kuna mambo ambayo yanahitaji nafasi. Angalia katika kitabu cha Kutoka. Ilichukua miaka mingapi Mungu kukamilisha wokovu kwa wana wa Israeli? Kwa nini siku ya kwanza kwenda kwa Farao akamuua, wakanyanyuka wakaenda? Hawaendi hivyo. Unaona Mungu anaongea kitu cha ajabu katika sura ya 13 kitabu cha Kutoka. Anasema hakuwapitisha njia ya Wafilisti wasije wakakutana na vita wakakata tamaa. Kwa kuna process ambayo Mungu huwa anatupitisha. Kuna njia ambayo Mungu anatupitisha ambayo inaweza ikawa na mzunguko, lakini ndiyo itakayokamilisha mahitaji yetu. Usijaribu kukimbia kwa sababu umeona muujiza haujafika. Kila muujiza una prosesi yake ya kutimia. Mimi ni mtumishi wa Mungu na wengi mnakumbuka wakati tunaanza huduma ya media. Mnakumbuka tulivyoanza siku ya kwanza, mtu mmoja anakumbuka nilikuwa nimekaa kwenye sofa nyumbani. Lakini leo unaweza ukaona tumepiga hatua fulani. Haikutokea mara moja, lakini Mungu alikuwa anatuonyesha mambo makubwa. Tungekata tamaa au tukasubiri yale mambo makubwa yangetimia. Kuna wakati hata kupata waya tu wa shilingi 5,000 ilikuwa ngumu. Sasa hivi unaona tumefika hatua kubwa ambapo tuna hata nafasi ya kuabudia ambayo inatia moyo. Na ndio maana hata tuogopi juu ya vifaa ambavyo tunahitaji ili kuweka sawa mambo haya. Lazima uwe mvumilivu. Na shetani huwa anashughulika na sisi wakati ambapo majibu ya Mungu yako njiani. Kuna wakati kama mchungaji wao anakutanaga majaribu. Una hela alafu mtu anakuambia njoo uwe mchungaji msaidizi kwangu. Ipo 500,000 kila mwezi hapa. Anakununua kabisa. Na kweli una shida ya fedha, watoto hawasomi shule nzuri, familia wanaishi maisha magumu, huduma haiendi, na kuna 500,000. Unachagua 500,000, unasema ni muujiza wa Mungu. Mungu anakwambia hili halikuwa la kwangu kwako. Ulitakiwa uwe mvumilivu. So kama Mungu ni katili anataka achelewe kututendea, lakini kile anachotutendea kina mfumo na mzunguko mkubwa. Usione watu waliofanikiwa ukafikiri wamefanikiwa siku moja. Wakati mwingine una mume haeleweki, kichwa mbovu. Unakuta una mume ambaye asili yake ni umasikini, asili yake ni udhaifu, asili yake ni uzinzi. Yaani unataka mtu alikuwa mzinzi aache tu siku moja. Unataka mtu alikuwa mwizi, tapeli. Unataka mtu, yani kuna process ambazo Mungu anazitumia kumsaidia mtu. Usikate tamaa kwa sababu Mungu hajafanya leo. Kuwa mvumilivu, kuwa na subira. Mambo mazuri hayataki haraka. Jambo la 8, kuishi kiroho kila siku. Watu wengi tunazingatia mambo ya mwilini. Yaani unapoamka asubuhi unaangalia hivi leo nitafanya nini? Hatuangalii hali yetu ya kiroho. Hatuangalii upinzani ulio katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana watu wengi hata wanaonyeshwa na Mungu hata kwa njia ndoto. Yale mabaya ambayo adui amepanga mbele yao hawayazingatii. Lazima uanze kuyatazama maisha yako ya kiroho. Kuna changamoto gani katika ulimwengu wako wa roho? Kuna changamoto gani katika nafasi yako ya kiroho? Kwenye ndoa yako kuna shida gani? Kwa sababu rohoni ndiko mambo yanaanzia. Unaweza
usipokuwa makini unashangaa ndoa tu inakufa, unashangaa biashara inaharibika, unashangaa upinzani. Kumbe katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. Nakumbuka mwanangu mmoja alinipigia simu, nadhani ilikuwa mwezi wa 12 mwishoni, akawa ananieleza kwamba nimesikia kuna hiki, lakini mbona akijatimia kwako? Alivyoniambia nikamwambia nitakiombea. Nilivyokiombea, Mungu alijibu kitofauti sana. Walikuwa wamempangia ahamishiwe kijiji fulani. Baada ya huyu mtu kushtuka kujua hili jambo lina mahusiano na mimi kabisa, hizi taarifa ni za kweli kabisa, tumuulize Mungu kwa nini zinazuiliwa. Mungu akaingilia kati, ule mpango wa watu wabaya kwake haukutimia. Sikiliza nikwambie, kuishi maisha ya rohoni ni kutambua kinachoendelea katika ulimwengu wa roho, ni kujenga maisha yako katika ulimwengu wa roho, ni kuboresha maisha yako ya kiroho. Kama ambavyo unaweza ukaongeza taaluma kwenye ulimwengu wa mwili, kama ambavyo unaweza ukaongeza miradi katika ulimwengu wa mwili, kama ambavyo unaweza ukaoa ukazaa watoto, lazima uweke mpango wa maendeleo yako ya kiroho. Maana katika ulimwengu wa roho ndipo kuna maisha yako halisi. Na haya ni maombi yangu wiki hii kwako. Uwe ni mtu wa kushinda, uwe ni mtu ambaye utendaji wa Mungu unakuwa halisi kwako. Nguvu yoyote ya shetani isiweze kukuangusha, wala usiweze kuwa dhaifu mikononi mwa maadui zako. Ninakuombea katika jina la Yesu, badiliko lako litakapokuwa limeanza, acha Mungu ajitukuze kupitia maisha yako na kutambulishe kuwa ni mtu wake, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Unapoanza wiki hii, ninaibariki Jumatatu yako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Unapoenda Jumanne ya wiki hii, ninatangaza utendaji wa kimungu katika eneo lolote ulilokuwa umekwama siku zote. Unapoenda Jumatano, naiona nuru ya Kristo mbele yako na hakuna giza katika maisha yako. Unapoenda Alhamisi, ninakukutanisha na watu wazuri waliokutafuta muda mrefu kukuletea utajiri katika jina la Yesu. Unapoanza Ijumaa, naona biashara yako inaleta faida katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Unapoenda Jumamosi, naona unavuka ng'ambo ya pili, unazifikia ahadi za Mungu za maisha yako. Unapoenda Jumapili, na uona wokovu wa Bwana kwenye familia yako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hii ni wiki yako. Unapoenda kumaliza mwezi wa pili, utaumaliza kipekee kabisa. Kabla ya Jumapili ya tarehe 22, utakuwa umeiona nuru ya Kristo ikihakikisha uweza uliomfufua kutoka katika wafu katika maisha yako. Wewe umebarikiwa, wewe umepewa neema ya kukusaidia katika mahitaji yako katika jina la Yesu. Uwe na wiki njema katika jina la Yesu. Salimie jirani yako, mwambie karibu katika ibada zetu, maana Mungu anagusa na kutembelea maisha yetu katika jina la Yesu.